Safari yetu imeambatana na mwanasheria pia yuko kwenye dawati hili la jinsia katika mkoa huu wa Arusha. Hope Msele, habari za leo? Salama. Umeyasikia yote ya mama? Uliyashuhudia yote aliyokuwa akipitia? Kwa kweli hiyo ni changamoto, na ni changamoto kubwa sana ambayo tunaipitia wakati tunafanya kazi zetu. Unakuta uhalisia haupo. Hela iliyochukuliwa na mkopaji ni ndogo, na mali au kitu ambacho anakimiliki ambacho kinamuingizia faida yeye zaidi ya ile hela ni kikubwa. Kwa hiyo kidogo haiko sawa, au inamfanya yule mwingine anakuwa kama anaonewa. Na sisi kama wasaidizi wa kisheria tupo kwa ajili ya kuhakikisha kila mtu anapata haki yake sawa sawa bila kuonewa. Na hilo ndio ambalo tulifanya kwa mama Natangamwate. Tangu alipokopa ni 2005, lakini sisi tulipata taarifa mwezi wa 7. Tukaja mwezi wa 7 2025. Kwa hiyo tukaanza kufuatilia kuanzia hapo, na tuliandikishana makubaliano mwezi huo huo. Baadaye tarehe 10 mwezi wa 8 tulirudi, kwa sababu ndio siku ambayo shemeji yake alisema atakuwa tayari ameshatoa mazao, na alikubali kabisa baada ya kupokea ile hela. Kilichofanya ikachukua muda ni kwa sababu walikuwa wameweka mazao yake. Kwa kuna viazi na mahindi. Kwa akaomba kwanza akishavuna, ambao ndio itakuwa hiyo tarehe 10 mwezi wa 8 atayatoa. Na kweli tulikuja tukajihakikishia ameshatoa kila kitu. Kama mwanasheria kwa miaka 10 zaidi huyu mtu amekaa na shamba akilima na kuuza viazi kwa mkopo wa tangu mwaka 2005. Na ndugu yake alifariki. Kwa sababu huyu aliyekopwa ni ndugu. Kiutu imekaje? Ni kwamba mama alikuwa anaonewa. Ukiangalia faida aliyokuwa anapata baba mdogo au shemeji yake ni kubwa kupitiliza kulinganisha na thamani ya lile eneo. Eneo inawezekana kwanza pia linapanda thamani. Jinsi miaka inavyoenda thamani inapanda. Sasa yeye alikuwa anapanda anavuna, anapanda anavuna. Ina maana hata kile kiasi cha hela ambacho mama alikichukua alikuwa tayari ameshakirudisha na amepata na zaidi. Lakini kwa sababu ni mila na desturi ambazo ziko katika eneo hili, ni lazima kwanza urudishe ile hela yote. Ukishairudisha ndio utachukua sasa mali yako. Kwa kidogo inaleta uonevu kwa mtu ambaye haelewi, mpaka pale anapopata uelewa wa sheria au elimu ndio watu sasa mtu anaweza akaamka akajua kabisa kwamba hapa hichi kinachotokea ni uonevu.